Interneti imebasti. Yes, hii ni mara baada ya Harmonize jana kuingia zake Instagram kwenye Insta story pale akachapa content yake moja, video yake ndefu hivi akielezea scenario ya Diamond Platnumz ambayo siku ya juzi alifanya interview pale kwenye uzinduzi wa studio za Wasafi Media, na moja kati ya vitu ambavyo alivizungumzia ni issue nzima ya Arena, huku akisisitiza akiomba serikali Arena iwe ni kitu muhimu, sio swala la kuchukulia poa. Sasa Harmonize jana akaingia zake pale Instagram kwenye Insta story akachapa zake ujumbe fulani kwamba mzee, mbona kama unatafuta drama hivi? Kwani wewe hujui kama serikali inafanyia kazi swala zima la Arena? Sasa hiyo kauli ya Harmonize ukisikia unapingwa na watu wengi. Wow, hiyo ndo imemkuta Harmonize. Yani unaweza ukawa unaongea kitu cha maana sana. Lakini sasa ukilinganisha na unachoshindana nacho, maana wake hakionekani. Yani Harmonize alichozungumza sio kwamba kaongea jambo ambalo halina maana, kwamba serikali inapaswa kuconcentrate kwenye mambo mengi na dili masuala ya afya na nini. Ni kweli, ni jambo jema. Ni jambo jema, lakini hata hili la muhimu kwa sababu lina muda mrefu. Kwani afya imeanza leo? Kwani tuna miaka 60 ngapi ya uhuru, si ndio? Kwani mbona masuala ya afya mpaka leo? Unajua matatizo haya yaishi kwenye jamii. Lakini sasa huku hakuna hata kimoja, yani bwana si mna uwanja kwenye mpira unasema si tuna uwanja mmoja. Kwa nini tulete AFCON tujenge uwanja mwingine? Mbona afya bado, shule bado? Ni sawa na kusema hivyo kwamba Arena ya nini wakati huku kuna nini huku kuna nini. Sasa ndio kilichomkuta Harmonize. Watu wamempinga sana, na ikiwemo mimi mwenyewe pia niliona kwamba for that was not good for sure. Nasikia umejipatia followers wako kama mpomba. The issue is not followers, you know, kwenye social media. Lakini unajua sisi wengine tuko na Harmonize anasema Arena. Ni Arena. Afu tunamsingizia tu. Harmonize anasema Arena, ila Diamond anasema Arena. Anazungumzia Arena. Wow. So, this is trending ya Ricky Media. Niko na Sarafina Jerry. Of course tunapewa nguvu za kutosha na Silent Ocean, simba wa bahari. Kama unataka kusafirisha mizigo yako sasa kutoka nchi 5 duniani, basi unapaswa kuwacheki Silent Ocean waweze kukufikishia mzigo wako kwa usalama zaidi. Lakini pia tuko na Magic Builders International, mabingwa uuzaji wa bidhaa za ujenzi kama vile white skim wall put. Yes, utazipata huko kwenye maduka yote ya ujenzi. So the issue nzima, concept nzima ya Diamond wasn't bad. Belewa, haikuwa kabisa mbaya, kwamba the way ambavyo Diamond aliongea kwa feeling sana, unajua hata anavyoiongea alisita kwanza, alafu ndo alisema kwamba najua hivi vitu nikivizungumza vinaweza vikaleta shida, vikaleta matatizo, lakini for sure tunataka tupate Arena. Mpaka jana aliandika, jana clarify in which sasa kwangu mimi Diamond ku clarify pia alikosea. You never know. If you just imagine alichokizungumza Diamond. Unajua alichokizungumza Diamond hajapindisha sehemu yote. Diamond, kwani unafikia alivyokuja ku clarify pale, unafikia alisema kwamba nafuta kauli yangu? Alisema msikate vipande mkapotosha. Yani hata tukikata kipande, kitu gani ambacho kibali kizungumza? Yani alichokifanya ni sawa. Yes, ndo manangu mimi, kwa sababu ukiangalia alichokiandika yeye, hata msanii wa Nigeria let's say akisema kwamba ataniliu translate Instagram, mtu anaweza kumshangaa Diamond kwa sababu kasema mimi siwezi kuiponda serikali. Yo man, kukosoa serikali sinaruhusiwa, kwani nakatazwa? By the way, sijui kwa nini mtu akitranslate alichokizungumza Diamond ambaye sio Mtanzania, ambaye hajui scenario ya Tanzania, maybe anaweza kuchukulia kwamba huyu msanii kwa hiyo alizungumza kitu fulani alafu anaona kukosoa kitu fulani au kuielekeza serikali kutoa maoni yake, kumbe ni kitu kibaya Tanzania, unajua mtu anaweza kasoma hivyo walichokiandika. So mimi alichokizungumza juzi ilikuwa enough kabisa kwake yeye kutoendelea kuzungumzia hili swala. Na hii inaonyesha wazi kwamba Diamond Platnumz ni mkubwa kweli kweli kwa hapa nchini kwetu. Kwa kweli. Hili jambo alilozungumzia yeye, AY alilizungumza pia kwenye interview yake na Dazan Selection, right? Lakini watu hawajadili na ile AY. Wamekuja kudili na hata Harmonize anavyojibu, hakumjibu AY. Yani amemjibu moja kwa moja Diamond, ni kwamba hasikilizi. He is watu wengine. He is trending center. Au ni kwamba Diamond akisema kitu ndo
uje umjibu. Yani kwa sababu hiki ni kilio, sio Diamond peke yake. Unamuuliza mtu kama AY ni legend. Lakini hata alivyomwambia Dazan akamwambia umeipigania sana hii. It means hajaanza kusema leo. Sasa kwa nini Diamond akisema? Na hata Diamond hajaanzia leo. Lakini hata kwenye mazungumzo yake alisema kwamba ili swala alizungumza siku nyingi, kila siku nalipigia kelele, lakini imekuwa kama dharau. Imekuwa kama vile kama ni dharau. Sasa serikali inadharau. Kazungumza live kwamba inadharau industry ya wanamuziki. Unatutumia kipindi cha kampeni tu kwenye mambo yetu kama ya msingi. Mwijako anakuwa mbogo hapo. Sasa wengine, unajua shida ni chogundua mimi Sarafina. Watu wengine kwa sababu wao wananufaika moja kwa moja, wanasahau wengine. Hata kwenye klipi yangu kama umefuatilia vizuri. Waandishi mbona mfuatilie vitu? Hello. Hata kwenye klipi yangu mimi nimezungumza clear kabisa kwamba Diamond kusema kwamba issue nzima ya Arena wala haimuongezei, haimpunguzii chochote. Diamond amepata mafanikio ambayo wala hiyo Arena haito muongezei chochote. Huo ndio ukweli. Okay, niambie kuna promoter kumlipa Diamond? No, mimi nachojaribu kusema sasa. Unajua Diamond kwa nafasi ambayo amepatiwa na Watanzania, akubali akatai. Chochote anachokifanya lazima wapiganie hawa mashabiki. Ndio hicho ambacho ndio maana mimi nasemaje Sarafina kwamba yani Diamond amezungumza kwa niaba ya industry, kwa manufaa ya industry. Sio yeye, kwa sababu yeye aishamaliza. Yani Diamond kwenye mafanikio ya kimuziki anayoyataka, wengine aliyofikia haya wengine wanapambania mpaka leo hajafika hata nusu yake. Sema nikwambie kitu. Kwa mara ya kwanza mimi sijui kama wewe umewahi kuona, ila kwa mara ya kwanza nimeona watu 99% wanaunga mkono alichokizungumza Diamond. Siku zote unajua watu wamekuwa wakimpinga sana Diamond. Hata kama anaongea kitu cha kweli, kuna namna tu ataleta janja wa comments ovyo, waweke comments ovyo mtandaoni na nini, lakini kwa mara ya kwanza mimi nimeshuhudia 99% ya watu wako upande wa Diamond kwenye hilo. 1% hiyo ndio nawaachia wengine labda wanaopinga, lakini nimeona kwa ukubwa watu wanaungana. Na hii sana kwa watu wanaopenda burudani kwa sababu wanajua umuhimu wa Arena. Yani kwa mtu ambaye hapendi burudani nini, anaona kama okay, muziki mnataka mpewe Arena. Alafu Arena sio kwa ajili ya matumizi ya wanamuziki tu. Kuna sasa wanaopigia nini kelele ni kwa sababu watu wa basketball wana viwanja sehemu nyingine na nini, so hata kama sio hivyo, lakini si wana sehemu ambazo wana basketball ambao unasema kabisa oya. Hata Taifa unajua kuna sehemu ya basketball. Si unajua? Kwa hiyo wanavyo. Ila sasa Arena, yani sasa hivi tukisema okay, tunakuja na mashindano labda basket, kuna sehemu ambayo tunaweza tukafanyia hata kama sio hiyo kwa ukubwa, lakini Arena vipi? Changamoto. So Diamond anavyozungumza anazungumza kwa ujumla, lakini watu wanaona huyu anataka anufaike. Yani kuna namna tu anamtengenezea. Apewe contract au nini yani. Lakini ndo kama utakubaliana na mimi, hii ni kwa mara ya kwanza naona watu wengi wanakubaliana na kauli ya Diamond na wanamkingia kifua mtandaoni. Yani ukiingia mtandaoni, yeyote atakayemgusa Diamond kwenye hiyo kauli wanasema mwache Biggie. Biggie kaongea kwa uchungu sana, afu kitu cha muhimu sana. Step back bana. Umemwona na Ibra, lakini Ibra naye amemtaja Kasongo. Sasa Kasongo ni nani? Kasongo amechafua hali ya hewa. Kasongo ni nani? Tutazungumza baadaye. Unamjua kana? Tutazungumza baadaye. Lakini kubwa la msingi watu wasifanye kama ni sehemu ya kujibizana, sijui wazungumziwe na nini. Hemu waungane, ili jambo ni la muhimu. Yaani wasianze kumtupia maneno huyu sijui anamjibu Harmonize, huyu anamjibu Diamond, huyu Kwa nini wasiungane kitu kimoja? Kwa sababu yani ukizungumzia Arena, Diamond akizungumzia Arena ni kama yani anaongea na mindset za watu wote, Rayvanny, Zuchu, yani wasanii wote. Mimi nataka watu waweke comment zao hapa kwenye hii post yetu kuhusiana na issue hii nzima. Wako upande gani? Wanasupport kile ambacho nakisema Harmonize kwamba kuna matatizo mengi ambayo serikali inapaswa kushughulikia nje ya mambo ya Arena au tuachane na Arena. Hivi watu hawajakubali bado kama muziki ni sehemu ya maisha ya kila siku na ni ajira kwa watu wengine. Watu muziki watengeneza majira. Labda pengine hawaioni. Wasanii wanapush G-Wagon huko, nasema labda pengine haionekani hivyo. Unafikiri G-Wagon kuingia Tanzania kodi yake shilingi ngapi? Msanii kailipa. Ndo nakwambia labda pengine hawaoni hivyo, ndo maana hawaoni umuhimu.
Baby, mimi naitwa Ricky, nilikuwa na Sarafina Jerry behind the camera KB Pixel. Bye bye.